Kamanda wa makao makuu ya Khatamu al-Anbiya ya Iran, Meja Jenerali Ali Abdullahi, ameonya kwamba jeshi lolote la kigeni hasa la Marekani litashambuliwa iwapo litajaribu kukaribia au kuingia katika mlango bahari wa Hormuz. Katika ujumbe uliotolewa Jumatatu, Meja Jenerali Abdullahi alisema Iran imekuwa ikitangaza mara kwa mara kwamba usalama wa mlango bahari wa Hormuz uko chini ya udhibiti wa vikosi vya wanajeshi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kwamba upitishaji usalama kupitia njia hiyo ya kimkakati lazima uratibiwe na vikosi hivyo katika hali zote. Alisema viongozi wa Marekani na jeshi la Marekani lenye tabia ya uchokozi na ugaidi ambalo hivi karibuni limejihusisha na uharamia na wizi katika maji ya kimataifa na kuhatarisha biashara na uchumi wa dunia wanapaswa kufahamu sasa kwamba taifa la Iran lenye ustahimilivu pamoja na vikosi vyake vilivyo tayari na vyenye nguvu vimeonyesha kwa vitendo kuwa vitajibu kwa njia kali ya kujutia dhidi ya tishio au kitendo chochote cha uchokozi kutoka kwa maadui katika kiwango chochote na katika eneo lolote la Iran. Tutahifadhi na kusimamia kwa uthabiti usalama wa mlango bahari wa Hormuz kwa uwezo kamili, tukizishauri meli zote za kibiashara na meli za mafuta kuepuka jaribio lolote la kupita katika mlango wa Hormuz bila uratibu na vikosi vya wanajeshi wa Irani vilivyoko hapo ili kutokujihatarisha usalama wao, alisema jenerali huyo mkuu. Kisha alionya kwamba jeshi lolote la kigeni hasa jeshi la Marekani lenye uchokozi litakalojaribu kukaribia au kuingia katika mlango bahari wa Hormuz litalengwa. Meja Jenerali Abdullahi pia aliwaonya wanaounga mkono Marekani yenye nia ovu dhidi ya kuchukua hatua zinazoweza kusababisha majuto yasiyoweza kurekebishwa, akisema kuwa hatua yoyote ya uchokozi ya Marekani inayolenga kuvuruga hali ya sasa itaifanya hali kuwa ngumu zaidi na kuhatarisha usalama wa meli katika eneo hilo. Onyo lake linakuja baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa Marekani itasaidia kufungua njia kwa meli zilizokwama katika mlango bahari wa Hormuz kuanzia Jumatatu, akidokeza kuwa utawala wake utavunja vizuizi vya Iran katika njia hiyo ya kimkakati. Trump alidai kuwa alikuwa akianzisha kampeni hiyo iliyopewa jina la Project Freedom kwa ombi la nchi ambazo meli zao zimekwama katika mlango bahari huo, ambao aliwaita watazamaji wasioegemea upande wowote na wasio na hatia. Kamandi ya kati ya Marekani CENTCOM ilisema katika taarifa yake kwamba itaanza kusaidia meli za kibiashara zinazotaka kupita kwa uhuru katika mlango huo kuanzia Jumatatu. Mnamo mwezi Februari tarehe 28, Marekani na utawala wa Israeli walizindua vita vya uchokozi bila uchochezi dhidi ya Irani, ambapo wakati huo kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei pamoja na maofisa kadhaa wa juu wa kijeshi waliuawa kishahidi. Vikosi vya wanajeshi wa Irani vilijibu kwa wiki kadhaa mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani yakilenga nafasi za kijeshi za Marekani na Israeli katika maeneo yanayokaliwa na eneo la Ghuba ya Uajemi, yakisababisha hasara kubwa katika mawimbi 100 ya mashambulizi ya kulipiza kisasi ndani ya kipindi cha siku 40. Hatua ya kulipiza kisasi ya Irani pia ilijumuisha kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz kwa meli zinazomilikiwa na maadui na washirika wao. Jamhuri ya Kiislamu baadaye iliweka vikwazo zaidi kwenye njia hiyo ya maji, ikihitaji meli kupata kibali kutoka kwa mamlaka husika za Irani kabla ya kupita. Hatua hiyo ilikuja baada ya Marekani kutangaza kuendelea kwa zuio lisilo halali ambalo limekuwa likijaribu kulazimisha dhidi ya meli na bandari za Iran. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.